sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye achilia mbali kutumilizwa kwamba ni rahma kwa walimwengu wote, pia yale yanayopatikana ndani ya historia yake yeye ni mafunzo bora na imara kwa watu wote. Hilo ni jambo la pili katika mambo ambayo ni lazima. Wa maarifatu dini lislami bil adilla, na kujua dini ya Uislamu kwa dalili. Si kujua dini ya Uislamu tu, kwa sababu muadhamu ya watu na wengi sana alhamdulillah ni Waislamu. Kwa nini tutofautiane kwenye namna ya kuswali, na hali ya kuwa aliyetufundisha swala ni mtu mmoja, Mtume sallallahu alaihi wasallam? Huyu anaona kwamba swala usifunge mikono, yule ufunge mikono. Kwa nini? Na aliyekuwa katufundisha ni huyu mmoja. Ni kwenye upande wa dalili. Sasa ima iwe ni katika mambo ambayo yajuzu ndani yake khilafu kwa munasaba wa sheria, au iwe ni katika mambo ambayo tayari kuna watu wamekengeusha dalili, kama katika masaili ya kiitikadi. Kwa hiyo vyovyote inavyokuwa, changamoto sio kwenye kujua Uislamu, bali msingi gani ambao ndio umejua Uislamu kupitia msingi huo, nayo ni dalili. Kwa maana dalili gani ambayo wewe ndio unaelekea kwenye kufahamu Uislamu. Ili jambo la msingi sana, sababu sio kila aliyekuwa na dalili kafahamu hiyo dalili. Kwa sababu kuna wakati mtu anaweza akakaa akasema kuwa kitu fulani hukumu yake ni hii, akatoa aya, lakini hiyo aya haina hata hiyo hukumu ambayo kaitaja. Kwa hiyo kwenye kufahamu Uislamu kwa dalili haihitaji tu usalama wa dalili au usahihi wake, yahitajia pia ule usahihi wa kutolea dalili. Nitoe mfano, nikitoa mfano mtanielewa zaidi. Kuna vitu viwili katika upande wa dalili. Kuna sihhatu dalil na sihhatu listidlal, usahihi wa dalili kadhalika na usahihi wa kule kutolea dalili. Mfano, mtu akisema kwamba riba haram, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala taqrabu zina, na wala msikurubie zina. Ukitazama hii aya, sawa dalili ni aya hii, lakini kweli kuna riba ndani ya wala taqrabu zina? Aljawabu la. Kwa hiyo huyu hatusemi kwamba kakosea kutoa dalili, lakini kakosea ile namna ya dalili sasa pale alipoiweka, kwa sababu hii ni aya. Hakuna aya ambayo tunaweza kusema kwamba aya hii ni dhaifa kama tunavyosema kwenye hadithi kwamba hadithi hii ni dhaifa. Hakuna aya hiyo. Kwa hiyo huyu hajakosea hii aya, lakini alipoiweka aya. Kwa ndio pale pale kwenye namna ya kufahamu Uislamu, mtu anaweza akawa ana aya juu ya msimamo wake, ana dalili fulani juu ya msimamo wake, lakini msimamo wake huo, dalili yake aliyokuwa nayo haitetei msimamo wake, bali anaungaunga. Sinatakiwa pia mtu akiufahamu Uislamu au ufahamu kwa dalili. Athania, jambo la pili katika mambo ambayo yanafungamana na elimu, al-amalu bihi, kufanyia kazi. Na ni kipengele muhimu sana, kwa sababu wanasema ulama, man lam ya'mal bima alima awrathahu Allahu dhalalatan ala dhalal, ambaye hatufanyia kazi kile ambacho akisoma amekijua, Allah atamrithisha yeye upotevu juu ya upotevu. Sasa ulisoma kwa lengo gani kama hufanyi kazi? Mfano, kijana kapelekwa miaka 10 au 7 aende akasome, alafu akirudi hana athari kabla na baada kwenye upande wa ibada, kwenye upande wa vitendo, miamala, adabu yeye na wakubwa zake. Sasa kaenda kusoma kwa sababu gani? Hakuna faida. Kwa hiyo miongoni mwa faida za kusoma ni kufanyia kazi. Na wanasema ulama, man alima bima alima awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam, atakayefanyia kazi kile ambacho akakisoma, Allah atamrithisha elimu ya asichokifahamu. Kule kufanya kazi au kufanyia kazi ambalo umelisoma ni sababu ya kufunguka jengine katika
masaili ya kielimu. Na pia mtu akiwa anafanyia kazi anayoyasoma ni sababu ya kile kinachoongelewa na yeye kuwa kinakukubaliwa. Mfano, unahusia watu jambo la kuwa mpole. Kuwa mpole bwana, usiwe mjeuri. Alafu wewe ndo wa kwanza ukiambiwa kidogo tu ushapaniki hapo hapo. Ule upole umeondoka ghafla. Sasa hapo hasira zikitoka unakuja kumwambia mtu wewe mpole, wewe mtakutazama kama si yeye ambaye ana taabu. Sasa ina maana kule kufanya kazi unachokiongea pia na unachokisoma kina athari kwa unayemlingania au unayemwambia. Na mengine mengi kama katika jamii pia unaongea kuambia watu jamanini tusiwe na sifa ya khiana. Umekabidhiwa amana ya watu, kuwa mwaminifu. Alafu wewe hujulikani kurejesha amana ya watu kama ulivyopewa. Lazima uipunguze au ufanye kama unavyojua wewe kwenye amana ya watu. Sasa watu watasema huyu jamaa muongo. Mpaka baadhi ya watu wakaweka msingi mbovu sana kwamba fuata ninayoyasema, usifuate ninayoyafanya. Hii kanuni mbovu sana hii. Sasa kama unachokisema waona ni sahihi, mbona hukifanyi? Na kama kile ambacho unakisema haukifanyi, kwa nini ukiseme? Kwa nini yani? Sasa hii ni nifaqul amal, ni unafiki kwenye kutenda sasa, na sio sifa ya sawa. Na hii walikuwa nayo munafiqun wa mwanzo, pamoja na kukusanya nifaqul i'tiqadi. Wanaitakidi mengine na wanafanya mengine na wanasema mengine. Yani angalia walivyokuwa, anachokiitakidi kuhusu mtume ni chengine, lakini anachokiongea akiwa na mtume ni chengine, na anachokifanya akiwa peke yake pia ni chengine. Sasa hii sio sifa ya Uislamu. Muislamu inatakiwa yeye anachokisema kiwe kinafikiana na moyo wake, bali wanasema ulama yatakiwa mtu anachokuwa nacho katika itikadi ni kizuri zaidi kuliko anachokisema. Kwa maana sisi tu mfano tunakuona ni mwema katika jamii, lakini moyo wako uwe ni mzuri zaidi ya tunavyokuona. Wanasema ulama mtu anatakiwa hivi, kwa sababu Allah anaamiliana zaidi na mioyo, kwa sababu mioyo haingiliwi na dharura. Uweze ukatezwa nguvu wewe ukatenda ambacho hukiridhii, umetenda ambacho hukiridhii, lakini moyo haupo kwenye kile unachokitenda. Kwa hiyo Allah anaamiliana sana na mioyo kuliko vitendo vya watu, ingawa vitendo navyo vyathibitisha yaliyokuwa wapi? Moyoni. Kadhalika thalitha, jambo la tatu, ad-da'watu ilayhi, kulingania kwenye kunako hiyo elimu ambayo wewe umeisoma. Umesoma kitu fulani kadha kadha, basi kilinganie hicho kitu. Na haina maana tayari kwamba na wewe uminyane kwamba mimi nimesoma Allah ni mmoja, kwamba lazima nitoe hutuba kwamba Allah ni mmoja. Sio maana hiyo, kama tulivyoongea mwanzo. Lakini yakusudiwa kwamba wewe kama ni baba kwenye familia, ni kaka au ni mjomba, yatakiwa yale ambayo wewe unayajua ujitahidi wenzako pia wafikishie. Umekaa siku zimeenda kadhaa, unakuja kuweka jamani, hebu leo tukumbushane jambo la dini leo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kadhaa, unasoma aya unaotafsiria, kwa hii aya maana yake ni kadhaa, tayari hapo ushalingania. Tena da'wa hii ni kubwa sana, kwa sababu hata mtume alitakwa aanze watu wa nyumbani, waandhir ashirataka alaqrabin, anza jamaa zako wa karibu kuwaonya, anza na wao. Kwa hiyo inakuwa ni da'wa iliyokuwa kubwa sana 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 katika ulinganizi. Kadhalika pia da'wa iliyokuwa ni aula zaidi kwenye kulingania ni pale ambapo utakuta kosa ambalo wewe Allah kakujalia elimu nalo. Hapa ni aula zaidi kulingania, na hasa ikiwa huyo aliyekosea yupo chini yako, kwa maana wewe ni mkubwa kwake, ima kwa wadhifa wa cheo au kwa wadhifa wa hadhi yako binafsi. Mfano wewe ni mzazi kwake, au pengine wewe ni bosi kwake, akosea jambo na una maarifa nalo, ni aula zaidi kurekebisha. Wakati kama huu anasema ulama, la yajuzu ta'khiru albayani an waqti alhaja, haifai kuchelewesha ubainifu ukautoa kwenye wakati wa haja. Kuna haja hapa, ila kwenye upande wa kulingania na kuondosha uovu kuna daraja tatu. Baadhi ya watu wanaofanya watu watokomee katika upotevu kwa sababu ya dawa zao, kwa sababu wamekosea kwenye misingi hii mitatu. Daraja ya mwanzo, Uislamu umetaka tukiona uovu kuondoa, ingawa ni katika dawa pia kuondoa uovu. Ima jambo la mwanzo, na hii ndiyo marhala ya mwanzo,
mtu auondoe kwa mkono wake. Umekuta mfano mtoto wako avalisha irizi, wewe ni mzazi, una mamlaka, unakata irizi unaitoa. Hapo umeondoa uovu kwa mkono wako. Marhala ya pili ni kuongea. Pale nikisema kwamba naenda kuzuia watu kwa mkono, dawa haitofanyika na ngumi nitapigwa. Uislamu hujataka ukalingania hivyo hivyo upigwe ngumi. Sio hivyo. Kwamba ndio dini hii. Watoka pale wiki nzima hatukuoni msikitini, kumbe unauma umepigwa. Sababu nini ulikuwa walingania? Sio hivyo. Uislamu pia unachunga maswali. Kitu ni cha sawa lakini sehemu si sawa, tulia kwanza. Unaweza ukaongea jambo la sawa lakini wakati wake si sawa. Unatakiwa usubirie mpaka usawa wa neno uwafikiane na usawa wa sehemu. Hapo sasa utatakiwa wewe sasa utoke kwenye jambo la mkono kuondosha uende kwenye kuongea. Hapa mimi naongea, jamani bwana mmefanya kadha, lakini hukumu yake katika Uislamu haifai. Unaongea, unawaambia watu kwa upole na kwa hikma, kwa munasaba wa lile jambo lilivyo, kwa sababu mlinganizi anatakiwa awe kwenye dawa yake kwa munasaba wa anachokiongea. Kitu kinahitaji upole, haina masala ya kusema kwamba uongee kwa shida. Sasa pale jambo la hitaji ugumu ndio unayetakiwa wewe ndio uongee kwa shida. Sasa kwa ugumu, sio ongea tu kwamba jamanini amilianeni kwa wema. Hapa tayari ushatoa macho makali mapovu, amilianeni kwa wema kadha. Kuna baadhi ya mambo unayoongea kwa taratibu kwa munasaba wa vile alivyo, lakini unaongea kuhusu ushirikina. Sababu unatakiwa uongee kwa ukali na kwa sauti ya juu, kwa sababu unakemea uovu mkubwa kuliko uovu wote na mengineyo. Hatua ya tatu ni mtu kuwa hawezi kuondoa kwa mkono na wala hawezi kuongea. Hapa sasa ndiyo kuna kuja hatua ya mwisho ya kuchukia lile jambo linalofanywa la uovu kwa moyo wake. Sikia kwa moyo wako, na Allah atakulipa kwa sababu ya hiyo chuki yako kwa lile jambo, Allah atakulipa. Sasa lakini hapo ukisema unachanganya jambo la kuchukia kwa moyo ukasema ndo uende kwa mkono, huenda ukaja ukapigana na watu au ukawafanya watu haki uliokuwa upo nayo wewe wakaiona kwamba ni batili, au wanaiona batili wakazidi kuiona batili. Sasa unatakiwa kwenye kulingania uwe na hizi daraja, na wakati wa kukataza uovu upite kwenye daraja ya kwanza. Ukiona ya kwanza hapa sio sehemu yake, nenda kwenye ya pili. Ukiona ya pili sio sehemu yake, nenda kwenye ya tatu. Na hivyo hivyo pia kwenye masaili yote, hata mzazi pia, baba katika familia, sio kila kosa ni la kuliongea. Kuna makosa mengine unafanya kaa haujayaona. Kuna kitu kinaitwa at-taghaful, kujighafilisha kaa hujaona. Na kuna vitu sio kwamba ni vya kuondoa kwa mkono, unaongea naisha. Na kuna vitu si vya kusema kwamba uvinyamazie wala uongee, vingine fanya kwa mkono wako wewe sasa, lakini itategemea na jambo lenyewe lilivyo. Hapo ni kwenye upande wa ad-da'wa. Jambo la 4 ambalo tutamalizia ni arabia, masala ya 4 katika yale masala ambayo tumesema kwamba yapasa kila mmoja ajifundishe. As-sabru 'ala al-adha fihi, ni mtu kusubiria kwenye maudhi katika kusoma kwake na kulingania kwake. Hiyo dhamiri yarejea kwenye vyote, kwenye kusoma na kwenye kulingania. Lakini wakati wa ulinganizi ni mimbabi au la, dawa yahitajia subra sana, kwa sababu kuna mwingine anakuja kukusikiliza lengo apate faida, lakini kuna mwingine anakuja kukusikiliza lengo abishi. Ni vile ukiongea anajaribu kuumia, mbona huyu hapati sehemu ambayo mimi nitampinga, anaumia. Hata hivyo hivyo pia kwa lolote lile unaweza ukafanya jambo, mwingine anasubiria tu uporomoka kwako basi. Hivi ndivyo walivyo baadhi ya watu. Sasa yote haya ukiamiliana na watu wa sampuli hii, isiwe wewe ndio unapata shida. Sasa unasema kwamba mimi kulingania basi, isiwe hivyo, siwe hivyo. Thibiti. Ndio maana pia Mtume sallam hakuhama Makka mpaka alipoambiwa ahame. Na kile kitendo anasema ulama cha kujalia Mtume achunge mbuzi na akawa kapitia maudhi ya wanyama, ilikuwa akiandaliwa kuja kuamiliana na watu, kuja kuongoza watu. Hebu tazama namna alivyokuwa na subra Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tazama Taif, kapigwa mawe pia. Malaika anashuka anamuuliza, sema tu wafanye nini hawa? Anasema waache, mimi nimewasamehe Allah, nataraji atoe wema katika wao. Wakati huo kapigwa mawe anatoka damu, ndio anaambiwa hivi.
Sasa kama ni sisi hapo, na malaika alikuja kumwambia kwamba hebu sema kwamba kuna majabali miwili katika mji huu wa Taif, tuyabananishe na mji wao wafe wote au vipi? Nadhani kwa haraka kwa sisi mtu ingesema kwamba usichelewe, asubiri nini basi yabananishe tu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba nataraji Allah atoe wema katika wao ambao watakuja kumwabudia yeye na hawatomshirikisha. Tazama pia katika vita mbalimbali, watokea vita mpaka baadhi ya masahaba wakiona ule wingi wa makafiri wanaona leo hii mfano ghazwat Mu'ta. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotumiliza kikosi kiende cha kivita kule, akachagua viongozi watatu, na wote ilikuwa ni katika watu wa familia yake. Akamchagua Jaafar ibn Abi Talib na Abdullah ibn Rawaha, akamchagua na Zaid, na akasema in qutila Zaidun fa Jaafar wa in qutila Jaafar fa Abdullah ibn Rawaha. Kwenye uongozi wa kushika bendera ya kiongozi wa vita, akiuawa huyu aje huyu, akitoka huyu aje huyu. Walipokuwa njiani wanakwenda kule, walipoona jeshi la watu, walikuwa ni watu ambao wapo na idadi chache sana, hawakufika idadi ya hata watu 300 na Waislamu, ila makafiri walikuwa 1000 na makafiri 1000 na. Walipokuwa njiani wakashauriana tuende ama turudi. Kwenye hali kama hii wanasema kwamba hakuna vita, kuna kupigwa mtu. Watu wote hawa wanakupiga nao, haiwezekani. Kuna kupigwa mtu hapa, lakini masahaba walithibiti na wakawa na subra. Abdullah ibn Rawaha akawaambia hivi, innal ladhi takrahun lalladhi kharajtum tatlubun, imma an-nasr wa imma ash-shahada, wa ma nuqatilu an-nasa bikathratin aw bi'atad, wa innama nuqatiluhum bihadha ad-din alladhi akramana Allah bihi. Akawakumbusha watu jambo la muhimu ambalo watu walisema bwana twendeni sasa. Akawaambia hili jambo ambalo mwalichukia, mshaona watu muona kuna kufa ndiyo mlilotoka ambalo mwalitafuta, si mmetoka mtaka mpate shahada katika dini ya Allah nyinyi. Akawaambia ima kunusuriwa na Allah turudi salama, au tupate shahada tupe mashahidi. Kisha akawaambia hivi, na sisi hatuwapigi watu vita kwa sababu ya wingi, kwamba sisi ni wingi au tumejiandaa sana, la, tuwapiga vita wao kwa hii dini ambayo Allah ametukirimu kwayo. Sababu alipoambiwa hivyo akasema sadaqa Abdullah ibn Rawaha, amesema kweli bwana. Watu wakaenda na mengineo mengi pia. Angalia ghazwatul ahzabi, yalikusanyika makundi matatu ya kikafiri yanakuja kuwapiga waislamu hawa wa sampuli moja tu, mpaka Allah alipokuja kuielezea hii siku akasema wa idh zaghatil absar. Nakumbukeni pindi pale ambapo macho yalikodoka, yani waislamu walikoloka macho, hii watu wote wanakuja kutupiga sisi, wale macho yalikodoka. Wa balaghatil qulubul hanajir, na mioyo hii ikafika mpaka kwenye vifua, mpaka baadhi ya waislamu wakateleza, wakaanza kumdhania Allah vibaya. Watadhunnuna billahi dhununa, na mkao mnamdhania Allah baadhi ya dhana mbaya. Allah anasema kuelezea hiyo siku, hunalika, huko na siku hiyo, ubtuliyal mu'minun, waumini walitahiniwa sana, wazulzilu zilzalan shadida, na walitetemeshwa kutetemeshwa kulikokuwa kukubwa. Lakini vyote hivyo walithibiti na walikuwa na subra. Tazama pia hii subra haihitajiki tu kwenye dawa, kwenye mambo yako yote, hata jambo la kidunia ufanikiwi kama sio mtu mwenye subra, ufanikiwi kabisa. Lahitaji ya subra. Maendeleo yako wewe ni natija kubwa na ni alama kubwa ya subra yako ambayo umeitanguliza nyuma kwenye lolote lile. Hata jambo la kwamba mtu kakaa, tuwasifia sana sisi vijana wazee, umekaa na mke miaka 40, ni alama kasubiria, sio kama miaka yote wakaa na raha. Siku nyingine pekee la msikitini hapo, alitoka kwake kaja kala msikitini, lakini ndio maisha yameenda kwa sababu ya subra. Kwa subra ni jambo muhimu sana kwenye kila kitu. Ala al-adha fihi, juu ya maudhi katika jambo la ulinganizi. Kwa leo hii tutakuwa tumesoma haya masala manne, na tutakuja kuendelea biidhnillah katika majlisi ijayo ambayo ni kesho, na tutakuja kuyaona hayo masail, kila moja dalili yake. Kama tulivyosema, Sheikh ajitahidi kila atakachokiongea na kitu dalili, hadithi aya hivi. Na tutakuja kuona kwamba wanamchukia kwa dhulma, sababu hatuwezi kusema kwamba hawa wanamchukia kwa sababu hizi aya, ni dhulma tu. Subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wallahu a'la wa a'lamu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.